Ngoja nikupitisha kidogo kuhusiana na mchezaji ambaye wamemtambulisha Simba sasa hivi. Mnyamani kumewaka. Ni fundi wa boli kutokea kule Senegal. Kijana mwenye umri wa miaka 22. Simba wamempata kwa $350,000. Sifa ya huyu mwamba, anacheza nafasi zote mbili, kwa maana winga wa kushoto na kulia, lakini pia anacheza kama inside. Nyota ambaye amekulia katika academy ya Valencia ya Hispania. Nyota huyu alikaa karibu na kujiunga na klabu ya Mas ya Ufaransa msimu uliopita, ila majeraha yalimkwamisha na kusalia klabuni kwake. Ikumbuka alikuwa na mashindano bora katika mashindano ya CHAN kwa wachezaji wa ndani, na alichukua man of the match kwenye mchezo dhidi ya Senegal na Nigeria. Libase Gueye finally ni Msimbazi. Balaa jipya Msimbazi kumenoga. Vyuma vingine vinaendelea kutajwa. Kwa hiyo kaa karibu na channel yetu ili wa kwanza kujipatia taarifa mbalimbali za kimichezo. Ana mikimbio yake hatari huwa anaifanya. Eneo la mwisho ni wing forward upande wa kulia katika mfumo wa 4-3-3, ambapo hukaa pembeni kabisa na juu ya uwanja. Huko huhakikisha anakuwa wa moto kwa kuitanua safu ya ulinzi ya upinzani na kupiga krosi. Hadi kufikia hapa utakuwa umeona kuwa Libase ni kiungo, ni winga, ni mshambuliaji wa pembeni, lakini kubwa zaidi ni kwamba Libase anatumika zaidi upande wa kulia na wala sio kushoto. Hii inamaanisha kwa mguu anaotumia ni rahisi kwake kupiga mashuti langoni na kupiga pasi za ndani ambazo mara nyingi huwa ni hatari. Mikimbio. Sifa kuu inayombeba Libase ni kasi akiwa na mpira na hata bila mpira. Kasi yake humfanya kuwa hatari pindi anapokutana na walinzi wa upinzani. Katika mifumo na maeneo yote anayocheza, Libase hufanya mikimbio ya aina kuu tatu. Kwanza ni kushambulia pembeni mwa uwanja kama winga. Libase huhakikisha anafika mwisho wa uwanja na kupiga krosi. Lakini pia hata kama anatokea katikati kama kiungo mshambuliaji kulia, kukimbilia pembeni na kupiga krosi. Aina nyingine ya mikimbio ni ya kutoka pembeni na kuingia ndani. Hii hutokea kwa kupiga 1-2 na mlinzi wa pembeni aliyekwisha overlap, kisha yeye huingia ndani. Mikimbio mingine muhimu ambayo huwa anaifanya ni ya kiulinzi, ambapo akiwa katika upande wake wa kulia, Libase ana uwezo wa kunusa shambulizi na kurudi haraka katika ukanda wake na kufanya recovery. Mtazame Libase kwenye kila mfumo na mikimbio yake.
Je, atatumikaje Simba? Ujio wa Alibase ni safari ya vita ya kinamba na Mwafrika Kusini Neo Maema, lakini pia huenda ikawa combination nzuri ya left footers kati yake na Morris Abraham. Nisikilize hapa kwa makini. Kuna tofauti ndogo sana kati ya Morris Abraham na Libase. Morris ni kiungo mchezeshaji zaidi, Libase ni kiungo mshambuliaji zaidi. Libase anapenda kuwatia wapinzani kashikashi muda wote, akiamua kufungua turbo huifungua hadi mwisho. Morris akili yake kubwa ipo kwenye kupiga pasi za kumfikia mshambuliaji kwenye eneo zuri na hata kufunga, na mara kadhaa akipata nafasi ya kufunga hufanya hivyo, lakini sio kipaumbele chake muhimu. Kwa Simba ya Steve Barker anaweza kutumika zaidi kama winga kwenye mfumo wa 4-4-2 au kama kiungo wa pembeni kulia kwenye mfumo wa 4-2-3-1. Kasi yake na ubunifu vinaweza mfanya akatumika vizuri zaidi kama wing forward au kiungo wa ushambuliaji nyuma ya mshambuliaji anayetokea zaidi upande wa kulia. Je, huu ni usajili wa aina gani? Kiwango cha Libase sio kiwango cha kutisha sana, lakini tunaposema upana wa kikosi, maana yake kwenye kila nafasi ya uchezaji unatakiwa kuwa na wachezaji zaidi ya mmoja mwenye uwezo sawa na yule anayeanza kwenye kikosi cha kwanza. Vuta picha, una Kibu Denis Prosper, Joshua Mutale, una Neo Maema, una Elim Panzu Kibisawala, una Morris Abraham na bado unamleta Libase. Maana yake unatafuta squad depth pekee. Simba wanataka akitoka Morris Abraham anaingia Libase, na akitoka Libase anaingia Kibu Denis. Toa moto, ingiza moto. Udhaifu wake. Udhaifu mkubwa wa Libase ni kung'ang'ania kupita kwenye maeneo magumu kupitika. Ipo hivi, kwenye mpira kuna wakati mchezaji anatakiwa kutoa pasi ili timu iweze kuvuka ukanda fulani kwenda ukanda mwingine wa mbele zaidi. Libase mara kadhaa amekuwa akishindwa kujua kama eneo hili linapitika kirahisi ama la, kuchagua kulazimisha kupita, na matokeo yake uporwa mpira na wapinzani kupata faida ya kushambulia kwa kushtukiza. Hii kitaalamu inaitwa game intelligence, yaani mchezaji kuwa na uwezo wa kung'amua kila mazingira katika nyakati zote za dakika 90. Mwisho kabisa niseme tu kuwa mabadiliko ya kocha ndani ya Simba katikati ya msimu kama hivi huenda kikawa chanzo cha anguko la Simba au neema. Viongozi wanapaswa kuwa makini sana na aina ya sajili zao, lakini pia hata wachezaji wanaowaacha wanapaswa kutafakari kwa kina zaidi, kwa sababu kocha ni mgeni, bado hawajui wachezaji waliopo wana uwezo gani hasa, lakini pia hata wanaokuja bado ni kama kamari. Hivyo usajili wa Simba katika dirisha hili unahitaji akili kubwa zaidi na wala sio